Hatua 6 za kuvunja mnyororo wa umaskini kwenye familia. Umaskini si kukosa pesa tu, ni mnyororo wa fikra, maamuzi na hofu unaorithiwa kizazi hadi kizazi. Familia nyingi hazishindwi kwa sababu hazifanyi kazi, zinashindwa kwa sababu hakuna aliyewahi kuvunja mfumo. Kila kizazi hufundishwa kuishi, lakini hakifundishwi kubadilisha hali. Na kama kuna mtu mmoja tu atakayesimama leo akachagua kufikiri tofauti, basi historia nzima ya familia inaweza kubadilika. Hizi hapa ni hatua 6 za kuvunja mnyororo wa umaskini, si kwa maneno matamu, bali kwa ukweli unaobadilisha maisha. Kabla hatujaendelea, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya GR Hamasa Wisdom ili tuendelee kujifunza zaidi. 1. Vunja fikra za ndivyo tulivyo. Hii ndiyo sumu ya kwanza kabisa. Maneno kama familia yetu haijawahi kuwa na pesa, sisi si watu wa biashara, bahati haipo kwetu. Maneno haya huua ndoto kabla hazijazaliwa. Ukweli ni huu: hakuna familia iliyozaliwa tajiri. Kuna mtu mmoja tu aliwahi kukataa kukubali hali ya kawaida. Ukivunja fikra, ndipo unapoanza kuvunja mnyororo. 2. Acha kufanya kazi kwa ajili ya leo tu. Watu wengi hufanya kazi ili waishi leo. Wanakula leo, wanamaliza leo, wanaanza upya kesho. Umaskini hauishi kwa kipato pekee, unaishi kwa kutokuwa na mpango wa muda mrefu. Uliza swali hili: kama leo nikipotea, familia yangu itaendelea vipi? Mtu anayevunja umaskini anafikiria kizazi, si mshahara. 3. Jifunze pesa kabla hujaitafuta. Watu wengi wanatafuta pesa bila kuijua. Ndiyo maana wanapata, wanapoteza, wanapata, wanarudia umaskini. Pesa inahitaji akili, sio nguvu pekee. Jifunze nidhamu ya matumizi, tofauti ya kipato na utajiri, jinsi pesa inavyofanya kazi, si kukufanyia kazi. Pesa humkimbia asiyeielewa. 4. Chagua maumivu sahihi. Kuna maumivu mawili: maumivu ya kujinyima sasa au maumivu ya kuumia maisha yote. Hakuna mtu anayevunja umaskini bila kujitoa. Utakosa raha, utachelewa kufurahi, utatengwa kidogo, lakini mateso ya leo yanazalisha uhuru wa kesho. Chagua maumivu yatakayokukomboa. 5. Usibebe familia kwa mgongo, ibebe kwa mfumo. Hii ni kosa kubwa. Watu wengi hufanikiwa, lakini familia yao hubaki pale pale. Kwa nini? Kwa sababu wamekuwa msaada, sio mfumo. Usiwafundishe watu wako kukuomba, wafundishe kufanya, kufikiri, kujitegemea. Mnyororo hauvunjwi kwa pesa pekee, unavunjwa kwa maarifa. 6. Kubali kwamba wewe ndiye dhabihu ya kwanza. Hii ndiyo sehemu ngumu zaidi. Mtu anayevunja mnyororo haeleweki, hachekwi, hapingwi, lakini pia hasapotiwi. Utaitwa mkorofi, utaitwa umebadilika, utahukumiwa. Lakini kumbuka, mnyororo hauvunjwi na watu wanaotaka kupendwa. Unavunjwa na watu wanaokubali kubeba mzigo kwa ajili ya wengine. Na sasa sehemu muhimu zaidi. Usijiulize nitafanikiwa lini. Jiulize nitabeba nini ambacho hakijawahi kubebwa na mtu wetu. Ukivunja mnyororo wa umaskini, huokoi maisha yako tu. Unaokoa watoto wako na watoto wa watoto wako. Na hata kama hawatakushukuru leo, vizazi vitakukumbuka kesho.